Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua ilani mpya ya uchaguzi ya CCM kwa kipindi cha mwaka 2025-2030 baada ya kupitishwa na wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa chama hicho uliofanyika Mei 30 mwaka huu jijini Dodoma. Ilani hiyo ina maneno matano muhimu ambayo ni dira, misingi na mafanikio ya CCM, ahadi na maelekezo ya CCM 2025-2030, mazingatio maalum ya ilani kuhusu Zanzibar, ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa ilani na ubora, uwezo na uzoefu wa CCM katika kutoa uongozi wa nchi. Mara baada ya kupitisha, makamu mwenyekiti wa CCM Stephen Wasira amekabidhi ilani hiyo kwa mgombea wa rais wa chama hicho, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi na mgombea wa urais Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Awali Profesa Kitila Mkumbo, mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu ya kuandaa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, akizungumza wakati akiwasilisha ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, amesema ilani hiyo inatokana na kushirikisha wana CCM na Watanzania kwa ujumla. Hii ni ilani ya 7 ya uchaguzi mkuu tangu nchi yetu iliporejea katika mfumo wa vyama vingi vya siasa na kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 1995. Katika ilani zote hizi, CCM imeongozwa na dira ya kuiona Tanzania yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalotegemea na kuheshimika kimataifa. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, kama ilivyo kwa vyama vingine vya siasa nchini, CCM ilishiriki na kushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo basi ilani hii ni nyenzo ya CCM ya kuanza kutekeleza dira hiyo. Maudhui ya ilani hii yametokana na maoni ya wanachama wa CCM, wananchi na wadau mbalimbali. Amebainisha kuwa katika kulinda mafanikio makubwa yaliyopatikana wakati wa utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025 katika kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote, serikali imetakiwa kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisiasa jumuishi na shindani. Lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii, kudumisha demokrasia na utawala bora. Profesa Kitila Mkumbo, mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu ya kuandaa ilani hiyo ya CCM, amesema katika miaka 5 ijayo CCM imeweka shabaha ya kuona kuwa sekta ya kilimo inakuwa kutoka 4.7% kwa mwaka 2025 hadi kufikia 10% ifikapo mwaka 2030. Kwa kutambua nafasi ya kilimo katika usalama wa nchi, ujenzi wa uchumi na kukuza kipato cha wananchi, CCM itaendelea kusimamia mapinduzi katika sekta ya kilimo ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa na chenye tija. Lengo ni kuhakikisha kuwa nchi inajitosheleza kwa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukuza pato la taifa. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kukuza sekta ya kilimo kutoka 4.6% hadi kufikia 10% ifikapo mwaka 2030. Kwanza ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu. Pili, kuendelea kutoa ruzuku ya pembejeo mbalimbali kwa wakulima ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. Tatu, kuboresha na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji hadi kufikia hekta milioni 5 ifikapo mwaka 2030. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha CCM Taifa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM Taifa kudumisha mshikamano na upendo katika kipindi hiki na hata baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo.
vikao vinavyokwenda kuchuja wagombea wakatende haki. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1, 2, 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. Kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu na utajulikana tu, lazima utasema mie siye jamani. Ndio haya yanayotokea. Tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Vile amesema kuwa ameshazungumza na katibu mkuu wa CCM kuhakikisha kuwa ifikapo Juni 1 mwaka 2025 chama kiwe tayari kimeshapokea majina ya wote wenye nia ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe 1 mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa, na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Hata hivyo, mwenyekiti wa CCM Taifa Rais Dr. Samia ameweka wazi kuwa yeye na mgombea urais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi hawajatuma watu na wala hawatatuma watu kwenda kugombea kwenye majimbo nafasi yoyote. Katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije. Kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko wanasema katumwa aje. Nataka niwaambie, si mimi, si rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa, au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Huu ni uwanja uwazi, kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo. Hazuiwi mtu, ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka.